Asante sana mpenzi mtazamaji wa Omo Kenya TV mahali popote ulipo, hujambo. Karibu katika habari ambazo tumepokezwa katika meza yetu ya habari jioni ya leo. Na ndio maana nimeleta hii kanda kwa njia ya audio kwa sababu sitaonekana kwa picha, maana nilikuwa nishatoka kwa studio. Sasa baada ya kupokezwa hii habari nikaona ni vema nikaweze kujulisha, kwa sababu haimaanishi nisipoonekana kwa picha siwezi kuwafahamisha yale ambayo yanaendelea haswa katika taifa letu la Kenya. Karibu ili tusonge mbele pamoja. Msaidizi wa muda mrefu wa kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga ameaga dunia. Kabla nikufahamishe mengi zaidi, naomba kushukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo, mbarikiwe. Ombi langu moja tu, unyenyekevu na heshima kubwa, ikiwa unatazama lakini bado hauja subscribe, na kuomba tu ukaweze kusubscribe kwa kubonyeza kitufe kiko hapo chini ambacho kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribe. Tuna kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu Omo Kenya TV, maana utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha kwamba Omo Kenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Sambazia wengine katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook. Please I'm requesting you, usisahau kutupea a like. Karibu nikufahamishe zaidi. Habari ambayo tumepokea, msaidizi wa muda mrefu wa kiongozi wa chama cha ODM aliyekuwa waziri mkuu wa zamani Raila Odinga kwa jina George Oduor ameaga dunia. Ripoti zinadai kwamba Oduor alifariki katika hospitali ya Nairobi Jumatano jioni baada ya kuugua kwa wiki mbili. Kumaanisha George Oduor tangu aanze kuugua ni majuma mawili yaliyopita, na wakati mwingi kwa takriban miaka kadhaa Oduor alikuwa msaidizi wa Raila Odinga kwa muda mrefu. Na kulingana na ripoti ambazo tunazo sasa hivi ni kwamba Oduor alikuwa mshirika wa karibu sana wa Raila Odinga kwa miaka mingi, mara nyingi akionekana kama mlinzi wake. Yani tunafahamishwa kwamba Raila Odinga, huyu Oduor, walikuwa pamoja naye kwa muda mrefu. Wengi walikuwa wanadhani kwamba ni mlinzi wake kwa sababu mahali popote Raila Odinga alikuwa anaenda, Oduor hakuwa anakosekana, na alikuwa mtu maarufu katika matukio na shughuli za Raila Odinga. Raila akiwa na mikutano ya kisiasa, Raila Odinga akiwa na mikutano ya chama, Raila Odinga akiwa na mikutano mbalimbali, Oduor hakuwa anakosekana kuonekana kwa Raila Odinga. Baada ya kifo chake, mkurugenzi wa mawasiliano katika chama cha Orange Democratic Party ODM Philip Etale, naye ameweza kumlililia Oduor akimpongeza kwa mchango wake katika maisha yake, kwa sababu Oduor ni mtu ambaye amekuwa akijulikana sana humu nchini kwa sababu mara kwa mara alikuwa anasimama na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga. Ikumbuko kwamba Oduor alifanya kazi kama msaidizi wa Raila kwa zaidi ya miungo miwili, kumaanisha ni zaidi ya miaka 20 to be specific, na alikubalika kwa upatikanaji wake wa mara kwa mara na msaada kwa aliyekuwa waziri mkuu humu nchini Raila Odinga. Ikiwa Raila Odinga anataka kumtuma mahali, Raila Odinga anataka kumuona, yeye hakuwa anakosekana. Kwa hivyo ni mtu ambaye ameaga dunia, na ni mtetemeko katika chama cha ODM, ni mtetemeko kwa familia ya Raila Odinga, ni mtetemeko
kwa Raila mwenyewe, ni mtetemeko kwa wafuasi wa chama cha ODM, kwa sababu George Oduor amekuwa akitembea na Raila Odinga kwa muda mrefu. Na wakati tunaenda hewani, kiongozi wa chama hicho Raila Odinga hakuwa ametoa taarifa ama ripoti yoyote kuhusu kifo cha msaidizi wake. Hata hivyo, kifo cha Oduor kilionekana kama hasara kubwa kinaonekana kuwa hasara kubwa kwa Raila Odinga na timu yake kwa ujumla, na wale waliomjua George Oduor. Na kama sisi Omo Kenya TV tunatuma pole zetu ama ujumbe wa rambirambi kwa familia na wale ambao wanamjua George Oduor. Maulana akaye katika kiti cha enzi, ailaze roho ya Oduor mahala pema palipo na awema. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, sina lingine ila tu nilikuwa na wafahamisha breaking news ambayo tumepokea katika meza yetu ya habari. Naomba tu ikiwa unatazama lakini bado hauja subscribe katika channel yetu ya Omo Kenya TV, kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribed, na kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao wetu wa Omo Kenya TV, maana utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha kwamba Omo Kenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Sambaza hii kanda kwa grupu 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook. Please usisahau kutupea a like, ladies and gentlemen. Let's meet in the next video. Bye bye for now.